Ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Kwenye mic naitwa Ayubu Obedi, na hii ni simulizi yetu ya kutisha na kusisimua itwayo Dunia ya Kuzimu. Season ni ya kwanza na hatua ni ya 15. Pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Sasa tuanze simulizi yetu itwayo Dunia ya Kuzimu, season ya kwanza, hatua ya 15. Naam, nyote mnakaribishwa. Sasa baada ya jambo la kutisha lililomkuta Sara katika msitu, simulizi yetu leo inaanzia katika mji wetu wa Dunia ya Kuzimu. Mama ambaye anaitwa Donna, baada ya kumpoteza mtu wake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Musa, alikuwa na msongo mkubwa sana wa mawazo, maskini ya Mungu. Ndipo yule kijana wa Kichina ambaye alikuwa amepewa mikoba ya kuangalia watu wote katika mji huu na Afande Steven alimfuata yule mama akamwambia, mama, mimi naona hauko sawa kabisa, una msongo wa mawazo. Je, unawaza kuhusu Musa? Mama akamjibu akamwambia, mimi siwazi kuhusu Musa. Yeye mwenyewe ameamua kuitupa tiketi yake, yeye mwenyewe ameamua kuitupilia mbali tiketi yake ya kurudi duniani. Kwa hiyo mimi simwazi Musa. Kwa hiyo wewe niache tu na mambo yangu kichwani hapa. Pointi ya msingi, wewe rudi kule kwenye ujenzi wa mnara na kaendelee kuangalia watu kule, mimi niko sawa kabisa. Ndipo yule mama akasema tena, kwanza huko mnafanya nini? Mnajenga mnara yenu, mnafunga mawaya hayo, umeme wenyewe kuna mnaunga betri na matumaini kweli kwamba itafanya kazi? Si mnaeleza sauti gani, si signals, si bla 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 nini nyingi kweli. Sasa mama alijaribu kwa kumuuliza yule afande, mna matumaini na hiyo kitu mnaotengeneza? Maana watu wameatoa maisha yao kuhangaika kutengeneza hicho ambacho mnakupambania, hicho ambacho mnakipambania, na vipi kisipoleta matumaini? Afande alijibu akasema, mama, tunajaribu, Mungu akisaidia basi tutapata mawasiliano kutoka nje ya dunia. Mama akamwambia, sikilizeni kwa makini, mnajua mnachokifanya kama hakitaleta matumaini, kama hizo sauti hazitapatikana, basi watu wengi watakufa hapa, kwa sababu kwa sasa wanawatumainia nyinyi, yani matumaini yote ya kutoka hapa yapo katika mikono yenu. Kwa hiyo kama hamtafanya kweli watu mawasiliano yakapatikana, signal ikapatikana, basi kama kilichomkuta Musa na sikitawakuta na wengine, kwa sababu Musa ameamua kujiua kwa sababu matumaini alikuwa hakuna tena. Kwa hiyo na wengine pia huenda wakapoteza maisha kwa wingi mno, kwa sababu wanaona kabisa matumaini ya kutoka katika hii dunia ni ngumu mno kama msipofanya kazi yenu vizuri. Kwa hiyo mama Donna aliendelea kumpa onyo bwana afande kwamba wewe afande Jackie pamoja na Alice pamoja na Jimmy mmeamua kupambana kutengeneza mnara ili mpate signal ama sauti za nje ya dunia ili muweze kuomba msaada, mje kupata kusaidiwa. Kwa hiyo hakikisheni mnachokipambania kiweni kweli, kwa sababu kama msipopata mawasiliano, wale watu waliojitoa kuwasaidieni nyinyi kupambania hili, kubeba mbao, kubeba vyuma, kuvunja magari yao yaliyokwama hapa, kung'oa nyaya, kung'oa betri, basi matumaini yote yataishia hapa, wengi watakufa kwa wingi mno. Kwa hiyo hebu simamieni mnachokisimamia, msiseme mnajaribu. Mkisema mnajaribu mnakosea. Fanyeni kweli watu wapate njia, wapate matumaini ya kutoka katika hii dunia. Kila mtu amechoka kuishi katika hii dunia.
inabidi mjitoe kama Afande Steven alivyojitoa kuelekea polini kutafuta njia. Basi na nyie jitoeni kutafuta mawasiliano, kila mtu apambane kwa njia yake. Ndipo Afande akamuuliza mama, sasa mama, unaongea mambo mengi mambo mengi ya huzuni ya kunikatisha tamaa. Kwani mama unataka hasa si tufanye nini? Mama alimwambia, mimi naona mnachokifanya hakiwezi kusaidia, kwa sababu ndio maana nimejitenga pembeni, niwaache tu mfanye mnachofanya, lakini hakika nikiona mnachokifanya naona kabisa mwanga hakuna msaada unaokuja. Naona mnanivurugia tu nyumba yangu, kwa sababu ile nyumba yangu ni special. Hata wa majini naona sometime ni bora, sababu wanafanya jambo lao, wanatuua, lakini si atatufanya chochote. Ndio maana ya kuwaweka wale watu katika ile nyumba, mataifa tofauti. Ile nyumba yangu ni special. Ile nyumba yangu kuna watu ambao wametoka Spain, Vietnam, Afrika, India, Canada na mataifa mengi makubwa. Wote walipotea katika dunia hii na wote tunaishi kwa pamoja katika ile nyumba. Kwa hiyo mimi naona mkiniachia tu nyumba yangu, mnaivuruga, mnaivunja mbao, mnapanda juu. Mimi sina matumaini kabisa kwamba tunaweza tukapona, lakini nina matumaini kwamba tunaweza tukatoka salama siku moja, kwa sababu tunahangaika. Hawa monster wanakuja usiku, huenda mchana tunaweza tukawavamia na tukawaua. Kwa hiyo nilikuwa na wazo, labda hawa monster tuangalie jinsi gani ya kuangamiza wakati wa mchana, kwa sababu usiku ndo wanakuja, huenda mchana wanakuwa hawawezi kufanya chochote. Lakini mnapokuwa mnajenga minara, mnabomoa, mnaona kama mnavuruga tu maisha hapa. Sina matumaini kabisa na hizo vurugu zenu za kutengeneza minara ya simu. Hapa penye umeme hakuna. Umeme unaowaka hapa ni wa miujiza, hamna taa, hamna TANESCO, hamna waya, lakini umeme unawaka. Ndio maana mnaunga betri hizo. Mama aliendelea kuongea maneno mengi ya kukatisha tamaa na kuhuzunisha. Mama hakika alikuwa na hasira kweli kweli. Baada ya mama kuongea mambo mengi mno, mambo mengi ya kukatisha tamaa, alimwambia, bwana mdogo, muombe Mwenyezi Mungu sana jambo lako lifanikiwe, lakini endapo utafeli, basi jiandae kuanguka na kila kitu chako kitakuwa kimekwisha. Watu watakuwa hawana tena matumaini na wewe. Na kisha mama aliondoka. Na wakati huo katika ile Corona House, kijana anaitwa Alice alikuja katika ile mitambo yao ya mawasiliano ambao walikuwa wametengeneza. Akamkuta bwana mkubwa ambaye anajulikana kama Jimmy. Akamuuliza, vipi mzee baba, naona uko na msongo wa mawazo, mambo hayaendi ama ni nini? Jimmy akajibu, kuna baadhi ya vitu hapa haviendi sawa, kuna baadhi ya mambo hayaendi sawa hapa, ndio maana niko katika hali hii. Kisha bwana mdogo Alice akauliza tena, vipi Jackie yuko wapi? Jimmy akamjibu, alikuwa hapa lakini ameondoka, hata hajaniaga. Ameshakata tamaa kabisa, alikuwa na foka na piga kelele, kaondoka, lakini ila alikuwa hapa. Bwana mdogo akamwambia, nimeona Dona amevunja mbao kule chini kwenye basement. Jackie akamwambia ndio. Jimmy akamwambia ndio. Dona akachanganyikiwa, tumemwambia tuna shida na mbao, kavunja mbao kule, kadata kaondoka, lakini afande kamfuatilia, kamkuta katika sehemu ambao watu wanakunywa vinywaji au liquors. Baada ya kumkuta pale, kamtolea maneno ya kumkatisha tamaa. Bwana mdogo kaja kuniona hapa, yani amekatishwa tamaa, maneno alikuwa ni makali. Inasemekana yule mama haamini kile kitu ambacho tunakifanya hapa. Yule mama haamini kwamba tunaweza tukapata mawasiliano siku moja. Mama ametoa maneno magumu na makali kwa bwana mdogo yule wa Kichina yanayokatisha tamaa, lakini mimi na imani tutafika. Na imani huu mwanzo ni mwanzo mpya, na watu wana matumaini na sisi. Ndipo Alice akamwambia,
baba yangu kaondoka polini, sijui atarudi salama au hatarudi salama, lakini ameondoka kutafuta njia ya kutoka upande wa pili wa dunia. Ameondoka kwenda kutafuta njia ya kurudi duniani. Huenda atakapoipata itakuwa ni tumaini lingine pia, tofauti na hili tumaini la mawasiliano. Kwa hiyo na imani Mwenyezi Mungu atakuwa nasi, tusikate tamaa, bado mapema. Hata kama watu wanakufa kila siku, lakini na imani kuna watu ambao watatoka salama katika dunia hii ya kuzimu. Jimmy alimwambia, nina imani nalo utakapoweza kukamilika, tutakapoweka kamba ndefu katika taa au mnara, tutakapoweka na nyaya za kutosha, basi nina imani kabisa tutapata mawasiliano au signal ambayo itatupeleka katika dunia yetu tuliyotoka. Huenda tutapata msaada kutoka kule, kwa sababu mimi ni engineer, najua ninachokifanya. Hii kazi ya kutengeneza minara sijaanza leo. Labda kitakachotuangusha hapa ni umeme, lakini vitu vingine na imani vitafanikiwa. Na imani Mwenyezi Mungu yuko upande wetu, na imani kila jambo litaenda sawa na mapenzi yake. Lakini masuala ya kukata tamaa na kusema turudi nyuma na kusema hili haliwezekani, unajua bwana, ni bora ufeli, ni bora ufanye jambo ufeli kuliko ufeli kufanya jambo. Yaani ni bora ujaribu. Katika maisha usipende ukata tamaa, wala usipende mtu ukatie tamaa. Yaani kama una jambo lako umeanza, hakikisha linafika mwisho. Na pia usipende kuambia watu direction ya maisha yako, kwa sababu wengine hawapendi wewe ufanikiwe, wengine wanapenda uanguke. Hivyo kama una jambo lako unafanya katika maisha yako binafsi, jifunze kuwa msiri, kwa sababu huo ndio ufunguo wa maisha yako. Lakini kuongea hili na lile kwa rafiki yako, kwa ndugu yako, mambo mengi huwa hayafanikiwi kwa kuzungumza, kwa sababu wengi wanaturudisha nyuma ni watu ambao wanatupenda. Wengi ambao hawapendi tufanikiwe ni watu ambao wanatupenda. Hakuna mwanadamu mkamilifu anayependa mwenzie afanikiwe. Ndio binadamu walivyoumbwa hivyo. Kwa hiyo uwe makini kwa kila hatua unayopiga katika maisha, kwa sababu maisha ni hatua, na ili upige hatua inabidi umshirikishe Mungu peke yake na sio mwanadamu. Sababu mwanadamu siku zote ameumbiwa chuki, ubinafsi na roho mbaya. Hata kama awe anakupenda kiasi gani, lazima hiyo yuko nayo tu, na hiyo ikimpanda, hiyo akiweka mbele, hata kama anakupenda kiasi gani, hatapenda kukuona unafanikiwa. Lengo lake anapenda kuone ukiendelea kuombaomba na maisha yako akiwa ya kawaida kabisa. Huwezi kupiga hatua kwa kumweleza mtu mafanikio yako au njia ya wewe kufanikiwa. Kwa hiyo uwe makini sana kwa kile ambacho unakifanya katika dunia. Na muda wa kwenda kulala umefika. Afande wa Kichina anafanya kile kile alichokifanya na afande wa kawaida aliondoka katika mji huu, ikiwa ni saa 12:30 jioni. Bado nusu saa tu kiza kiweze kuingia. Tunamuona afande huyu wa Kichina akiwa ameshika kengele na anatembea mtaa mmoja baada ya mwingine akipiga kengele, na kengele hii inaashiria kwamba kiza kinakuja, usiku unaanza kuingia. Kila mtu aingie katika nyumba yake ya kujihifadhi, kwa sababu muda huu ni muda wa mawindo. Muda huu mashetani wanatembea kutafuta damu na nyama za watu. Hivyo kengele hii kila aliyokuwa anaisikia alikuwa moja kwa moja anatafuta chochoro ya kupitia, njia ya kupitia, ili aweze kufika sehemu yake ya kujihifadhi, kwa sababu usiku huu ni usiku wa adventure, usiku wa kutisha, usiku wa kushangaza. Kila jua linapozama katika dunia hii ya kuzimu, mashetani huja katika mji huu kutafuta watu ili kuwapotezea maisha yao. Kwa bwana mdogo alikuwa anapiga kengele ili watu wote warudi majumbani. Haina sababu ya watu kuendelea kusalia nje, kila mtu arudi ndani sasa. Muda wa kukaa nje umeisha.
Na wakati bwana mdogo anapiga kengele, alimuona dada mmoja daktari katika mji ule, katika ile hospitali ya mji ule. Akamwambia, huu ni muda wa kukaa ndani, kwa nini uko nje? Dada alikuwa nje kile kituo cha polisi. Dada akasema, halo, Musa alikuwa ni rafiki yangu. Afande akasema, ndio, Musa alikuwa ni rafiki yako, lakini kashapoteza maisha. Mama Dona amesema Musa ameamua kuitupilia mbali tiketi yake mwenyewe kurudi duniani. Kwa hiyo mimi pia sikuwa na cha kuzungumza. Musa amepoteza maisha, amejinyonga mwenyewe. Ina maana Musa amechagua kufa kuliko kuishi. Yule afande alimwambia yule binti kwamba Musa amechagua kuishi, amechagua kufa kuliko kuishi. Kijana akamwambia, najua kila mtu anamsikitikia huyu Musa kupoteza maisha. Binti akasema, Musa alikuwa ni mgonjwa, na kuna vyakula ambavyo nilikuwa nimemkataza kula, kwa sababu kila siku alikuwa anakuja hospitali kwangu, na nilikuwa nimemkataza kula mikate na vitu vingine vyakula kama vya wanga, nilikuwa nimemkataza. Lakini Musa alikuwa anakula akisema, katika dunia hii nikisema nichague vyakula nitakufa. Kwa hiyo wenda Musa amekufa kwa mengi. Na Musa alikuwa mcheshi, alikuwa ni mcheshi mno. Naona Musa kagusa maisha yake, amemgusa paka ule mama Dona. Kwa Musa alikuwa ameshajikatia tamaa, ameona vyakula hachagui tena kwa matatizo yake alikuwa nayo, hatakiwi ale vyakula vya wanga, lakini tu imebidi aendelee kula. Kwa hiyo Musa amekufa kwa mengi. Musa amekufa kwa mengi mno, ndio maana ameamua kujimaliza mwenyewe. Lakini pia yule Kristi, yule dada ambaye ni nesi ama ni daktari, dada anaitwa Kristi, alimwambia, uwe makini katika nyendo zako ambazo unafanya, kwa sababu huo mnara mnaojenga, watu wote katika mji huu wana matumaini nao. Yaani yale maneno ambayo yule kijana wa Kichina akaambiwa na yule mama ambaye anaitwa Dona, kwamba endapo huo mnara mnaojenga mawasiliano usipofanikiwa, watu wengi watapoteza maisha, kwa sababu watu wengi wana matumaini sana na huo mnara. Ndio hicho yule dada ambaye anaitwa Kristi, ambaye ni daktari katika ile hospitali ya hako kamji chao, ndicho anachomwambia sasa, kwamba nina imani unasimamia ujenzi wa ule mnara, na ule mnara utaleta matumaini na watu watapata njia ya kuondoka tena katika hii dunia, kwa sababu mnara ukikamilika, mtapiga simu nje ya dunia na dunia itajua na italeta msaada katika mji huu. Kwa hiyo yale maneno pia yalijirudia kwa huyu dada ambaye anaitwa Kristi, daktari. Na pia yule dada akaendelea kumwambia, endapo huu mnara ukianguka, basi jua na wewe utaanguka. Yaani endapo huo mnara, ujenzi wa huo mnara usipofanya kazi, basi afande ataanguka, kwa sababu watu wengi wako kwenye matumaini na huo mnara. Lakini yule dada akamwambia, endapo huo mnara utaacha kufanya kazi na wewe utaanguka, basi uanguke na mimi. Na maana yake ni kwamba huyu afande wa Kichina, endapo mnara hautafanya kazi, watu hawatamwamini tena. Kwa hiyo asivunjike moyo, arudi kwa huyu dada ambaye anaitwa Kristi, huyu dada ambaye ni Kristi ama Kristina, ambaye ni kama nesi ama daktari katika hospitali ya huu mji. Amemkaribisha katika himaya yake, basi atampa msaada wa mawazo na pia atampa njia na mwongozo mwingine mpya. Kwa hiyo asije akajinyonga na yeye kama alivyojinyonga Musa, kwa sababu watu watakuwa hawana matumaini na yeye tena. Maana anaweza akapatwa msongo wa mawazo, akaanza kutembea usiku, hatimaye akapoteza maisha. Ndio maana yule dada akamwambia option nyingine, kama ule mnara hautafanya kazi, basi anakaribishwa arudi kwa huyu dada ambaye anaitwa Kristina, ambaye ni kama daktari, aweze kumfanyia counseling
kwa sababu ana imani lazima atakuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu jamii yote itamkataa, kwa sababu watakuwa hawana tena matumaini na yeye. Kila atakachowaambia hawatamuelewa kabisa. Na kisha yule afande wa Kichina alimwambia, I promise you, na kuahidi tutakuwa wote pamoja. I'm sure. I'm really sure. I promise you. We shall be together. Tutakuwa pamoja. Nikianguka nitarudi kwako, sitafanya maamuzi mengine tofauti kabisa na hiki unachoniambia, kwa sababu binadamu wanapenda siku zote kuona unafanikiwa. Na unapokwenda tofauti, basi wanadamu wanakuona wewe sio kitu tena. Binadamu wanapenda siku zote kuona unapata tu, kila unachokifanya unafanikiwa. Ila ukikosea jambo moja tu, tayari wanakuona wewe useless, kwamba wewe ushafeli, huwezi tena kufanikiwa jambo lingine. Ndivyo asili ya binadamu ilivyo. Ndio maana huyu dada anampa matumaini mapema. Na huyu afande anamwambia, I promise you, nitarudi kwako pale ambapo nitaona nimekwama, ili unifanyie msaada angalau wa kimawazo, ili nisiweze kupotea na mimi tena, kwa sababu mimi ndio kiongozi katika mji huu ambao nimeachiwa na afande mkuu ambaye anaitwa Afande Steven, ambaye ameelekea polini kutafuta njia ya kutokea nje ya dunia. Sasa usiku ule, jioni ile, baada ya jua kuzama, yule bwana ambaye anaitwa Jackie, najua yule mtoto wa afande ambaye anaitwa Alice alimuuliza Jimmy, Jackie yuko wapi? Jimmy akamwambia Jackie kaondoka tu hapa. Kumbe bana, Jackie baada ya kuondoka kule alirudi moja kwa moja katika ile nyumba ambayo anaishi, akamkuta yule mama wa Kichina. Jackie baada ya kufika tu akaanza kuongea, unajua mama, watu wamekuwa ni wajinga kweli yani. Yani wanalaumu tu, mara wanasema mnala uweze kufanya kazi. Unajua shida ni umeme mama, lazima zile betri sidhani kama zinaweza zikafanya kazi zile. Lakini watu wanalaumu, mwingine anaongea hili, mwingine anasema kwamba mimi naongea sana, navuta bange. Sasa mama, hivi katika mji huu mimi bange naipata wapi? Kwanza mimi nilikuwa nafanya kazi Ikulu, mimi nilikuwa ni mshauri wa rais katika dunia niliyotoka. Lakini watu wanaanza kuniambia kwa mimi nilikuwa navuta bange. Mbona mimi nilikuwa sivuti bange? Watu bwana katika mji huu wanataka kunipanda kichwani. Shida kubwa ni umeme. Unajua umeme wa hapa bwana huwezi ukauchukua. Yaani umeme wa hapa umeishia kwenye nyumba na nyaya hazionekani. Ni umeme wa miujiza. Mama akamwambia, wewe kijana, hebu samani. Umefika tu ndani, umeingia, ugonga hodi, mimi napika chakula hapa, unakuja unaanza kunipigia kelele zako. Wewe shida yako si umeme? Haya, umeme huu hapa. Mama akamwashia taa bwana. Unajua umeme wa huu mji, hii dunia, umeme unawasha tu ndani, lakini nyaya huwezi kuziona zimepita wapi, wala nyaya hazionekani, lakini umeme unawaka. Ilibidi Jackie akae kimya. Baada ya kuchonga kwa muda mrefu ilibidi akae kimya. Alikuwa ana jinsi tena ya kuendelea kuongea. Kaongea mambo mengi. Mama akaja akamkata mdomo akamwambia, wewe shida yenu si umeme? Haya, umeme huu hapa, nendeni katengeneze mnara wenu na ole wenu sasa mawasiliano yasipatikane. Watu wana matumaini wa mnara wao, wote wataona nyinyi ni wapumbavu, wataona akili hamna, kwa sababu mmewapa watu matumaini. Baada ya kuwapa watu matumaini, mlichokipambania hakijafanikiwa, na kama hakijafanikiwa watu hawezi kuamini tena. Kwa hiyo simamieni ambacho mnakiamini, kwamba kama mnara mnataka ufanye kazi, pambaneni mpaka mnara ufanye kazi. Usipofanya kazi, watu hawataamini tena. Maneno yale yalijirudia tena huku. Baada ya Dona kumwambia yule afande, baada ya yule binti kumwambia yule afande, sasa huyu mama pia wa Kichina akamwambia huyu bwana mkubwa kwamba umeme usipowaka kule, mawasiliano yasipopatikana, basi mtafute njia ya kwenda, kwa sababu watu wanawaamini nyinyi na wanaamini kwamba mnara ukifanya kazi mtapiga simu huko duniani na msaada utakuja, au helikopta zitakuja kuwachukua watu hapa katika hii dunia iliyopotea. Lakini hii dunia ni ya kuzimu bwana. Hivi kweli mawasiliano yatatoka? Mimi sijui. Tafadhali twende sambamba mwanzo mwisho katika simulizi yetu iitwayo Dunia ya Kuzimu, hatua ya 10
5 simulizi itatueleza. Na wakati huo Jeki aliendelea kusema, mama, na wewe unaongea kweli. Wananiambia unanipa umeme, lakini kumbuka huu umeme haujulikani umetokea wapi. Huu umeme hauwezi kuwaka bila umeme, hauwezi ukawaka kwa bluetooth. Lakini umeme unawaka tu, hauna nyaya. Mimi sijui hata umeme unatokea wapi. Kwa hiyo ndio maana tunashindwa kufanya mawasiliano ya kutoka katika mji huu, kwa sababu kule umeme umekuwa ni shida na umeme hakuna. Tunahangaika tu utafuta umeme na umeme hakuna. Ndio hivyo mama. Na tunatoka katika ile nyumba tunakuja katika familia ya bwana bwana Jimmy. Unajua muda huu ulikuwa ni muda wa kurudi nyumbani, kengele tayari ilikuwa imeshalia. Ndipo Jimmy baada ya kurudi nyumbani alimkuta binti yake ambaye anaitwa Julie akiwa anatoa mchanga kule chini. Unajua hii familia wenyewe wanachimba chini kila siku. Wana matumaini labda kule chini watapata mlango wa kutokea upande wa pili wa dunia. Unajua kila mtu anafanya njia jinsi anavyoweza ili aweze kupata kujinusuru moyo wake na nafsi yake na maisha yake na familia yake. Kwa hiyo hao wenyewe kila siku walikuwa wanachimba kwenda chini. Yaani ni nyumba yao, lakini ni nyumba ambayo wamepewa kuishi, lakini kila siku wanachimba kwenda chini, kila siku wanachimba kwenda chini. Wana matumaini watapata njia au mlango wa kutoka nje ya dunia. Hii dunia inatisha kweli kweli. Ndipo bwana Jimmy akamwambia, mtoto wangu, sasa nyewe kila siku mnachimba huko chini, mnachimba, mna matumaini kweli mtapata njia? Akamwambia, binti akamjibu akamwambia, unajua baba, mimi nashangaa, yani mama anachimba tu, unajua mimi sichimbi. Kwa hiyo mama anachimba anipa mchanga nitoe nje, lakini bado namwazia ule bwana ambaye anaitwa Mr. Victor. Ule Mr. Victor bwana hamjamshirikisha chochote katika harakati zenu za kutoka katika dunia hii ya kuzimu. Hamjamshirikisha kujenga mnara, hamjamshirikisha kwenda kama ule afande ameenda kule polini kutafuta njia, hamjamshirikisha. Yani Mr. Victor hamjamshirikisha kwa chochote. Labda wenda angekuwa msaada, labda muamini Mr. Victor kwa sababu ni mzee, lakini Mr. Victor ni mtu wa kwanza kufika katika mji huu, wenda na mchango mkubwa. Binti alimwambia baba yake ibidi wamtafute angalau hata Mr. Victor, kwa sababu Mr. Victor yeye ndo wa kwanza kufika katika dunia hii, wenda anajua mengi katika dunia hii ya kuzimu. Sasa baada ya usiku ule kuingia, tunaona kule katika mji wetu wa dunia ya kuzimu watu wameshaanza kuingia katika nyumba zao. Na sasa tunarudi polini huku. Tunakumbuka mara ya mwisho Sara alishikwa na degedege, na ulikuwa ni mida kama ya saa 11 hivi. Sasa ni usiku. Afande baada ya ile shida ambayo ilimpata Sara hakuendelea tena na safari. Alijenga hema lake, alitengeneza hema lake ambalo alikuwa kabeba katika begi. Baada ya kutengeneza ile hema lake, akaweka hilizi za kutosha katika ile hema lake kama usalama, na kisha akamlaza Sara ndani ya ile hema, sababu Sara baada ya yale majini kumwingia na kuanza kumuumiza kichwa chake, alipoteza fahamu. Kwa hiyo alikuwa hajitambui, na wakati huu sasa Sara alikuwa fahamu zinamrudia. Baada ya Sara kushtuka muda kama wa 1:30 hivi, afande alimwambia it's okay, usipige kelele, huko mahali salama, niko na wewe. Walikuwa ndani ya hema. Ndipo Sara akamuuliza, oyawi, tuko wapi? Afande akamwambia, usijali, lakini tuko mahali salama. Ilizi hapa inatulinda, hawa majini na hawa mashetani hawezi kutuangamiza kabisa. Usalama upo. Tutakapokucha asubuhi tutaendelea na safari yetu. Lakini mimi sijajua. Najua hawa tangu waanze safari yao sijaona wamekaa chini wakaanza kula chakula. Sasa sijui wanatembea na njaa, sijui libeba vyakula. Nafikiri simulizi tatueleza huko mbele ya safari. Wanatembea tu. Binti ya kushtuka, baada ya kushtuka akamwambia, tuko wapi? Afande akamwambia,
tuko mahali salama, wewe usijali, uwe na amani kabisa, uwe na amani. Niliamua kukuweka hapa, kupumzika hapa baada ya wewe kupoteza fahamu, lakini kila kitu kiko sawa kabisa, uwe na amani kabisa, sawa. Ndipo afande akamuuliza, wewe ulipandisha mashetani, haya niambie, mashetani walikwambia nini? Ndipo ule dada akaanza kuzungumza akisema, kipindi ambacho wale watu wangu wamenirudia kichwani, wale majini alikuwa ni wa kike na alikuwa wa tofauti kabisa na wale wengine. Alikuwa akiniambia kwamba nikwambie hivi, tuondoke hapa tulipo, kuna viumbe ambao wanatisha kuliko wale wa kwanza. Hawa viumbe wanaua, hawa viumbe ni wa ajabu kuliko mwanzo. Afande sasa leo kapatikana. Yaani afande anaambiwa majini aliyompanda huyu dada amepandwa na jini la kike, na ili jini linamwambia kwamba muondoke katika huu msitu, kwa sababu huu msitu na viumbe wa kutisha na waajabu vibaya sana kuliko hata wale viumbe ambao wanawatokea kule katika dunia yenu iliyopotea. Kwa hiyo murudi mulikotoka, kwa sababu hapa sio mahali salama. Na wakati ule binti anaendelea kumweleza, usiku ule miungurumo ya ajabu ilianza kusikika katika msitu nje ya hema lile. Yule binti akasema, ni nini iko? Au ndo yamefika yale madudu na majini kuja kutuangamiza? Waliniambia watu wangu kichwani kwamba tuondoke, hapa sio mahali salama. Kini afande Steven alimwambia, tulia, nahisi kuna kitu ambacho sio kizuri kinatuzunguka hapa. Sasa wakati wanaendelea kutaharuki, lile hema lao likaanza kubuluzwa, wasijue wanaenda wapi. Sasa mwana kulitafuta, mwana kulipata. Leo hii usiku huu yale majini hayaogopi, yani haya majini, hawa viumbe walioko huku, yani hawaogopi hata ilizi. Walianza kubuluza lile hema, wale wakiwa ndani wakiwabuluza. Hema likiwa linavutwa, hajulikani alikuwa anawavuta ni nani, aidha ni hao majini au viumbe wa kutisha ambao walikuwa wanapatikana katika huu msitu. Afande naona leo anauawa na huyu binti ambaye anaitwa Sara, huenda akauawa. Tunaombea Mwenyezi Mungu wa upande wao, kwa sababu hapo katika matatizo makubwa. Hema linavutwa na wao wakiwa ndani, hajulikani ni wapi wanapelekwa. Lakini ghafla hali ikawa shwari, lile hema likaacha kuvutwa tena, ila hatujui wamesogezwa wapi. Ndipo ule afande Steven akaanza kusema, Elizi iko wapi? Baadaye Elizi wakaiona, wakaiweka tena juu ya hema, ikaning'inia kwa ndani tena ya ndani ya lile hema. Yule dada akamwambia, hatukupaswa kuja hapa. Afande akasema, wewe nyamaza, kaa kimya, kwa sababu hatujui kilichotusogeza hapa ni nini na hapa tuko wapi. Wewe subiri kwanza tuone mwisho wake ni nini. Yani afande alimwambia, we dada, kaa kimya, tumeshayakanyaga. Kwa cha msingi tuendelee kusubiri, tutajua kilichotusogeza hapa ni nini, na huenda tutapata njia ya kutoka hapa. Ndipo yule binti akasema, hapana, hatuko salama, sidhani kama tuko salama. Pointi ya msingi wewe tusubiri tu, huenda leo ndo mwisho wetu. Bwana, usiku ule ulikuwa ni usiku wa kutisha. Yani afande anaona ni bora tangebaki kule katika dunia yao, huku alikokuja huku ndio sehemu ambayo ina mazimwi wa kutisha zaidi kuliko hata kule katika mji wao. Na ghafla mwanga wa ajabu wenye kung'aa kama taa kali za kutisha kutoka angani na matarumbeta yakaanza kusikika. Wao wakiwa ndani wanaona mwanga ule wa kutisha na mwanga mkali ukiwaka. Ni kama vile siku zao za mwisho zimefika, au ni kama vile ndo wamefika makao makuu ya majini na mashetani. Na hapa simulizi yetu hatua season ya kwanza, hatua ya 15 ndiyo inapoishia.
Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Kumbuka hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Tunaimaliza Dunia ya Kuzimu hatua ya 15, na sasa tujiandae kwa hatua ya 16. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe, na utakuwa mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo nitapokuwa nimeweka simulizi mpya. Naitwa Ayubu Obedi. Hii ni The Book of Magic and Movie Stories Season 1, Dunia ya Kuzimu hatua ya 15. Tukutane katika hatua ya 16. Chao.